Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Tupungiane mikono kama tuna amani. Basi mahali ulipokaa weka mkono wako kwenye kifua. Sema Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninakushukuru kwa neema ya kipekee ambayo umenipa kuiona siku ya leo. Asante Bwana kwa uaminifu wako, kwa uwezo wako, kwa ukuu wako, kwa nguvu zako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninasogea tena mbele zako nikiomba Roho wako mwema akae ndani yangu, Roho uweza, Roho shauri, Roho mcha Bwana, Roho maarifa akae ndani yangu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye moyo wangu utakasike kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Chochote kile kilichowekwa kinachozuia ibada ya kweli isipite ndani yangu ninakiondoa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu, Baba, katika jina la Yesu ninaikabidhi Jumatatu yangu mikononi mwako katika jina la Yesu. Anza pamoja nami katika damu ya Yesu. Sema tena Bwana Yesu, Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema ya kuaminiwa kwenye wiki hii katika jina la Yesu. Ninaomba neema ya kupendelewa kwenye wiki hii katika jina la Yesu. Ninaomba neema ya kibali nitapokanyaga kukubalika katika jina la Yesu. Ninaomba neema ya kibali kwenye biashara yangu katika jina la Yesu. Ninaomba neema ya kibali kwenye kazi yangu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi. Haleluya. Haleluya. Tulianza jana na kichwa cha somo kinachosema nguvu iliyo kwenye maombi. Kichwa cha somo kinasema nguvu iliyo kwenye maombi. Tukapita maeneo na maeneo. Tukasoma tena kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12, 17, 18. Tukaangalia tena mifano mingi sana, lakini tukaishia katika mambo manne au vitu vinne ambavyo muombaji anatakiwa awe navyo. Kwa hiyo nitaendelea hapa kidogo, alafu tutachukua hatua nyingine siku ya leo. Haleluya. Kuna vitu vinne ambavyo kila muombaji anatakiwa awe navyo. Nikasema kitu cha kwanza, muombaji anatakiwa aombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Awe na maombi, ile nguvu ya kuomba ndani yake. Utasoma kile kitabu cha Zekaria mlango wa 12 na ule mstari wa 10. Zekaria mlango wa 12 na ule mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Zekaria mlango wa 12 na ule mstari wa 10. Neno la Mungu linasema kwamba nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu amombolezavyo mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Weka mkono wako kwenye kifua. Sema Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninaomba roho ya neema na maombi akae ndani yangu katika jina la Yesu. Ninakataa ukame wote ambao unaashiriwa kwenye ulimwengu wa roho kwa nguvu za giza kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, achilia kiu ndani yangu, achilia kiu ndani yangu, kiu ya kuomba kwa wakati wowote katika jina la Yesu.
jambo la kwanza. Jambo la pili, tukasema mwombaji anatakiwa awe na neno. Neno la Mungu linasema katika ile Injili ya Yohana Mtakatifu ule mlango wa 15 na ule mstari wa 7, nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Kwa hiyo kitu kinachohitajika kwa mwombaji yoyote, kwamba unapoomba hakikisha una neno la Mungu na kukuongoza, kwa sababu Mungu anatazama hali iliyokuwa kwenye neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nikamwambia kitu jana, chochote unachokiombea hakikisha unakuwa na neno la kusimamia, kwa sababu Mungu analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Wakolosai 3:16 inasema, na neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, tukifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku tukimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwetu. Kwa hiyo ibada ya sehemu Kristo yote inatakiwa uwe na neno, na ndio maana tunazidi kuhimizana swala la kusoma neno la Mungu. Hatutaweza kumshinda shetani hata siku moja pasipokuwa na neno la Mungu. Jana nikazungumza na watu hapa, nikasema kwamba katika Injili ya Luka Mtakatifu mlango wa 4 tuliona kwa namna Yesu alipopelekwa nyikani kujaribiwa, lakini kilichofanya Yesu ashinde majaribu ilikuwa ni neno. Shetani alipomwambia ya kwamba ikiwa wewe mwana wa Mungu, badili jiwe kuwa mkate, Yesu akamwambia, imeandikwa, mtu ataishi kwa nini? Kwa mkate, bali kwa neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Kwa hiyo mjaribu yoyote unaomjia mtu unakuja kutokana na uhitaji wake. Kwa hiyo ili uweze kupangua ule mjaribu, ni lazima ndani yako kuwe kuna neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linapofurika ndani ya moyo wako, neno lolote lingine linaoingia haitaweza kupata nafasi, kwa sababu neno la Mungu litafanya kazi ya kulitoa halitopata nafasi ya kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwa namna ambavyo tumeisha Mungu mwombaji lazima tuombe kwa neno. Jambo la tatu, mwombaji anatakiwa uwe na imani. Mwambie jirani yako, mwombaji anatakiwa uwe na imani. Mwambie tena, mwombaji anatakiwa uwe na imani. Tunaweza kusema kwamba imani ni mkono wa kupokelea kile ulichokiomba. Imani ni mkono wa kupokelea kile ulichokiomba. Kama unaomba lakini hauna imani, sio rahisi kupokea. Unaweza kusema, mtumishi, kwa nini unasema maneno haya? Utasoma katika kitabu cha Injili ya Marko Mtakatifu ule mlango wa 11 na ule mstari wa 24. Unasema, kwa sababu yoyote mtakayoomba na kusali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaposimama kuomba, amini imekuwa, ndipo yanapokuwa ya kwako. Haijalishi kuna sauti gani zitapita, kwa sababu kuna vitu vingine unaombea vitu vikubwa sana. Shetani anaweza kukusemesha kwa jambo hili wewe hutafanikiwa, lakini imani yako wewe weka kwa Mungu, kwa sababu Mungu peke yake ndio ana uwezo wa kukupa kile unachokiomba. Jina la Bwana libarikiwe. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi na vigelegele. Haleluya. Kwa sababu imani kupitia Waebrania 11 mstari wa 1, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tunaenenda kwa imani na wala si kwa kuona. Kwa hiyo mwombaji ni lazima muombe Mungu akuongezee imani pale ambapo unapoona imani yako inatimika. Ilifika wakati ukisoma katika Injili ya Luka Mtakatifu ule mlango wa 17 mstari wa 5, mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani, tuongezee imani. Kwa nini walisema hivyo? Imani yako ikipungua, kuna vitu ambavyo
nakupa mfano mdogo. Yesu kila alipokuwa anatembea, tunakumbuka habari za mwana Timayo. Yule mtu alikuwa anamwita, Yesu mwana wa Daudi, niombe nirehemu. Yesu akamwambia, mleteni. Baada akamwambia, shida yako ni nini? Haja yako ni nini? Akamwambia, Bwana, ninahitaji kuona. Akamwambia, pokea kwa kadri ya imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali Yesu alikuwa anawaambia watu, imani yako kubwa sana, pokea kwa kadri ya imani yako. Kuna mahali alikuwa anawaambia, imani yako ni chache, lakini kwa kadri ya imani yako ndivyo unapopokea. Kama unamwamini, mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya kanisa. Jambo la nne. Muombaji anatakiwa awe na sadaka. Mwambie jirani yako, muombaji anatakiwa awe na sadaka. Bwana unaongea kinyonge hapo, jamani, sikia sauti. Tuvukane kwanza kukaone kama tuna amani. Alafu mwambie jirani yako, muombaji anatakiwa awe na sadaka. Iko kipengele kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona habari za mtu mmoja ambaye anaitwa Kornelio. Usishangae napita hivi kwa sababu pia neno liko ndani, kwa hiyo ninazungumza sio kama sisomi mara kwa mara. Haleluya. Habari za mtu mmoja anaitwa nani? Kornelio. Huyu mtu alikuwa mtaua. Huyu mtu ambaye alikuwa anampenda Mungu. Haikuwa kila anapoomba anapeleka na sadaka yake. Siku moja ilikuwa saa 9, akiwa anaomba, Mungu akamtuma malaika akamwambia, Kornelio, maombi yako, sala zako na sadaka zako zimefika mbinguni na kufanyika kwa ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikutamkwa maombi tu, bali ilitamkwa na sadaka. Kwa hiyo kumbe tunapoomba na tunapotoa sadaka inafanyika ukumbusho. Kuna mahali Mungu anasahau, lakini ile sadaka ilikuwa pale kwa ile madhabahu ya mbinguni inapiga kelele. Kuna mtu mmoja yuko mbeba, anahitaji yake fulani ya kuomba. Hebu msikilize. Kwa hiyo inasababisha Mungu kutuma malaika wake kukupa unachotaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Juzi nilimwambia watu, kuna mtu mmoja alikuwa ni mchawi mkubwa sana. Siku moja alikuwa anatushuhudia, akasema kitu ambacho tunatoa shida sana walokole, kitu kimoja kwenye eneo la utoaji. Wanaomba sana, lakini kwenye eneo la nini? Na utoaji. Sisi tulikuwa tunatoa sadaka nyingi na kubwa sana, lakini wanaomba hawatoi sadaka nyingi. Kwa hiyo hapo tunapokamatia na tupone katika jina la Yesu. Na tupone katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako juu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo, nijaze moyo wa utoaji, nikakutolee katika damu ya Yesu. Kizuizi chochote kinachoachiliwa ninakikataa katika jina la Yesu. Sema amen. Huyo ni mtu mmoja ambaye anaitwa Kornelio. Hebu tusome Zaburi ya 50 na ule mstari wa 5. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Tasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa nini? Kwa dhabihu. Kumbe unapotoa sadaka, kuna agano unalifanya na Mungu, na wakati mwingine pasipo wewe kujua. Nataka nikwambie kitu kimoja, mtumishi wa Bwana. Mahali popote unaposikia mtu karoa, unaposikia mtu kafanya, sadaka ilitangulia kwenye madhabahu fulani, na yeye kakamata maisha ya mtu. Haleluya. Kwa kuwa hazina mtu ilipo, na ndipo moyo wake anashika. Sijasikia. Hazina mtu ilipo, na ndipo moyo wake. Madhabahu yote unaotoa sadaka nyingi ndio madhabahu iliyokamata moyo wako. Na ndio maana kuna watu unaweza kupokea, lakini madhabahu mengine yamkini ya waganga, yamkini ya mizimu, yamkini ya familia ya ukoo, kama kuna sadaka unazoachilia huko kanisani, lakini mawazo ya kukule. Kwa sababu asina ya mtu ipo na moyo wake ipo. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ukiwa unaachilia sadaka yako kwenye madhabahu ya Mungu na ndipo moyo wako unakuwepo hapa. Kwa hiyo una jambo la kumkumbusha Mungu. Kuna wakati mchungaji yupo, madhabahu yupo, unasogea peke yako, unapiga moto hapa, unaambia Baba sikia, ninapita hapa, ninahitaji hili kwa kupitia sadaka zangu ninazoachia kwenye madhabahu yako, ninaomba univushe katika hili. Mungu amesifiwe. Haleluya. Na kuhakikishia katika jina la Yesu, Mungu hawezi kufanya nini? Hawezi kunyamaza. Kana shana. Kwa hiyo leo tutakwenda kusoma kile kitabu cha Isaya, nabii Isaya mlango wa 38. Nabii Isaya mlango wa 38 na mstari wa kwanza mpaka wa 9. Nitasoma katika jina la Yesu. Siku hizo Ezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amos akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Basi Ezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, Bwana, kumbuka haya, na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambia Ezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa na wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hili. Tazama, nitakurudishia nyuma kivuli daraja la 10 ambalo kilishuka juu ya duara ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10 katika hiyo duara ambalo limekwisha kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu natamani ukiangalie. Mungu katika Agano la Kale alipokuwa anahitaji kuzungumza na wafalme, alikuwa anawatumia manabii mahali popote. Kuna mahali alitumia nabii Nathan kuzungumza na Daudi baada ya kumchukua mke wa Uria Mhiti. Kwa hiyo mara nyingi sana Mungu alikuwa anatumia nabii wake. Sasa ilipofika wakati mfalme Ezekia, wakati wake umefika wa kufa, siwezi kusema kwamba naamini kwamba Mungu mwenyewe haikuwa ameipanga hiyo. Akamtuma Isaya nabii, akamwambia sikia, nenda kwa mtumishi wangu pale, ukamwambia atengeneze mambo yake na nyumba yake, kwa maana wakati wake wa kufa umefika. Kana mashana yanasika. Kitu alichofanya mfalme Ezekia akapokea. Baadaye akamwangalia tena nabii, akarudi mbele za Bwana, akaanza kumtumisha Bwana kwa namna alipokuwa anatumika, kwa namna alipokuwa anaenenda. Nataka nikwambie kitu kimoja, ukisoma Biblia yako habari za Ezekia kwenye vitabu vya Wafalme, ni mfalme ambaye alikuwa anatoa sadaka nyingi sana, alitoa sadaka nyingi sana. Kwa hiyo alikuwa na kitu cha kuweza kumkumbusha Mungu. Mungu akatazama, akakumbuka huyu mtu ni kweli. Kwa hiyo alichofanya kafanyaje? Akamtuma kinywa kile cha nabii Isaya kilicholeta taarifa mbaya kwa Ezekia. Kinywa kile kikatumika kuleta taarifa njema za kuongezewa siku na kuachilia ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Lakini kuna mabaya yote yametamkiwa katika jina la Yesu. Ninakutamkia mema. Kinywa kile kikageuze na kuleta mema juu yako. Hiyo kwenye biashara, hiyo kwenye familia, hiyo kwenye kazi yako,
Mwana maombi sio mtu wa kumdharau. Haleluya. Haijalishi na kitu, haijalishi ana. Lakini mwana maombi sio mtu wa kumdharau hata siku moja. Ukisimama vizuri na Mungu, unaweza kubadilisha mazingira mahali popote ulipo. Haijalishi mazingira yanasemaje, lakini kwa kupiga kwa magoti wewe unaweza kubadilisha mazingira. Watu wakamjua Mungu katika eneo hata kama walikuwa wanaabudu Mungu. Tatizo ni nini? Niwaambia watu kwamba tatizo tunalidharau. Mwambie mzee, acha kujidharau. Wewe ni mtu mkubwa sana. Mungu anatamani asikie unaomba nini kwa kinywa chako mwenyewe. Lakini wengi tunapenda kusimama na kuombewa. Mungu anataka ufungue. Inapobidi kuombewa, utaombewa. Lakini nataka na wewe uombe. Haleluya. Kwani unapombea wengine na uteka wetu unaondolewa. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie. Nikuoneshe tena jambo lingine kwamba maombi yani usifungwe na mazingira yoyote. Haleluya. Usifungwe na mazingira yoyote. Mwombaji nataka uombe kwenye mazingira yoyote haya, kwa sababu unatumia kuomba kwa kutumia nini? Kinywa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie mfano kwa mtumishi wa Mungu hapa. Watumishi wa Mungu, tuangalie mfano. Andika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ule mlango, Matendo ya Mitume mlango wa 16. Mlango wa 16 mstari wa 24 mpaka wa 26. Tasoma katika jina la Yesu. Matendo ya Mitume. Ukisoma kwa nyuma utaona habari zao. Walikuwa wanakwenda kusali. Kila wanapopita kuna mjakazi mmoja akiwaona, anasema hawa ni watumishi wa Bwana Mungu aliye hai, aliye juu mbinguni. Kila wakipita, ikafika siku Paulo akamtazama, akamkemea, ile pepo likaondoka. Kumbe kwa kupitia yule mtu kuna watu wanapata faida. Wale watu walipoona yule mtu pepo limetoka, wakakamata watumishi wa Mungu Paulo na Sila, wakawatupa gerezani kwa kesi ya kusingizio. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka utazame kitu kimoja. Hao watu walipokuwa gerezani, Biblia inasema walifungwa na mkatale. Tunaposema mkatale ni pingu. Walifungwa kwenye miguu, walifungwa kwenye mkono. Kwa hiyo watu wakawa wako chini. Lakini katikati ya magumu, katikati ya changamoto hiyo, watu walimtazama Mungu. Bado waliamini Mungu hata katika hiyo anaweza kuwavusha. Unaweza kusema kwa nini mtumishi anasema hivi? Walikumbuka kuomba. Nadhani Paulo anachukua mzee Sila, hebu tumsifu Mungu wetu hapo tunatoka tu hapo. Tunatoka kilesi. Nataka nikwambie, ukigundua uwezo wa Mungu aliye ndani yako, hakikisha hakuna tatizo tutaliona kubwa kwenye maisha yako. Tatizo tunaliona tatizo kubwa kuliko Mungu, na ndio maana tunashindwa kuvuka mahali. Tambua uwezo. Hawa watumishi wa Mungu walitambua uwezo wa Mungu kwenye maisha yao. Kitu walichofanya, wakaanza kuomba. Biblia inasema wakaanza kuomba. Wakaona haitoshi. Wakaingia kwenye sifa. Uinuliwe Bwana wa mabwana, hainuliwe ametenda mema. Walipoanza kusifu, uwepo wa Bwana ukashuka, mbingu zikashangilia. Mungu akatuma malaika wake. Ghafla mikatale ikaanza kukatika. Ghafla wakainuka, malango yakaanza kuwafungukia, wakaanza kutoka. Nami nakuombea katika jina la Yesu, kila malango yako yaliyofunga yakafunguke. Malango ya uchumi yakafunguke kwa jina la Yesu Kristo. Lango la huduma likafunguke katika jina la Yesu. Malango ya mafanikio yakafunguke katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu wetu anaketi kwenye sifa. Kuna wakati hataki uombe sana. Sawa, msifu tu Mungu. Amka usiku wa manane. Sawa, imba pambio lako kwa sauti tu ya kawaida. Nataka nikwambie, utaona kitu cha ajabu sana Mungu akikutendea. Katikati ya sifa, katikati ya kuabudu, Mungu atakuhudumia kwa namna ya kipekee kabisa. Kuna watu wanafunguliwa tu vifungo
vifungo kwa ajili ya sifa. Kuna watu wanafungua tu vifungo kwa ajili ya kumsifu Mungu, na wengine wanapokea uponyaji kwa ajili ya sifa tu. Anaingia katika neno tayari tu ameshapokea uponyaji. Haleluya. Ninakupa habari za mtu mmoja anaitwa Yehoshafati. Yehoshafati alipofanywa na jeshi kubwa la Shamu, akamsihi Mungu sana. Kabla tazama jamii kubwa ya watu wananizunguka, nitafanya nini? Alimwomba Mungu kwa machozi, akakusanya watu wote, wakamwomba Mungu kwa kilio. Mungu akasikia. Mungu akamwambia, nitakupigania na wote ni masikini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kilichotokea? Yehoshafati akarudi kwa watu wake, akaanza kuwasemesha, akamwambia, sikieni, waaminini Mungu, waaminini na manabii wake, ndipo mtapoweza kufanikiwa. Alafu Yehoshafati akamwambia, sasa sikieni, tunaingia katika uimbaji. Wakaanza kuimba pale. Kadri wanavyoimba, Mungu akaachilia waviziaji katika lile eneo. Wanamaliza kuimba, asubuhi wanaamka, wanakuta ile jeshi la Washami lote limekufa. Lakini nini unachokifanya? Katikati ya kumtukuza Mungu, kuna majeshi yanakusanyika kwa ajili yako. Hayataweza kubaki salama katika jina la Yesu. Kwa maana kwenye sifa kuna uwepo mkubwa wa Mungu unashuka. Kwenye sifa kuna nguvu za Mungu zinashuka. Unapomsifu Mungu kwa kumaanisha kutoka ndani ya moyo wako, mbingu zinafunguka, mbingu zinaachilia msaada juu yako. Haleluya. Simama kwa miguu yako, tutaendelea kesho. Shika sadaka yako, tusonge mbele kwa ajili ya maombi. Shika sadaka yako, tusonge mbele kwa ajili ya maombi. Mwimbaji, tunaomba wimbo kwa kifupi sana, watu wataenda kusonga mbele. Shika sadaka yako, niliwafupisha kitu jana. Sadaka yako unaendelea, Mungu akufanyie nini? Hiyo unapokuja kuiachilia hapa, wakati watumishi tunaomba, nayo unatamani kuna kitu unakitamani Mungu akufanyie. Sogea tu mtumishi wa Bwana. Sogea tu. Sema tena, Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninasogea mbele zako. Ee Mungu wa rehema, ninaomba nirehemu pale ambapo sikuweza kusimama kwenye nafasi yangu. Uliponiweka kuwa mlinzi kwa ndani ya kanisa, kuwa mlinzi kwenye familia, kuwa mlinzi kwenye taasisi, kuwa mlinzi kwenye maeneo naishi. Bwana Yesu, ninasogea mbele zako kwa damu yako iliyomwagika msalabani, ninaomba rehema, nirehemu Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema tena, Bwana Yesu, Baba, katika jina la Yesu nijaze nguvu tena ya kuweza kusimama kwenye kusudi lako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neema na maombi yakanifurike katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu.
Yesu, tunakuhitaji na uwezo wako kwenye maisha yetu Bwana. Tunakuhitaji na uwezo wako kwenye kazi zetu Bwana. Tunakuhitaji na uwezo wako kwenye huduma zetu Bwana. Pokea baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupatia amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana